madhara yake yatamrudia yeye. Fanya hili akafanya, manufaa yake yatarudi kwake. Kaendelea tena kutuambia laisa alayhi haqqun wajibun yalzamuhu, kwa maana fi'luhu. Laisa alayhi subhanahu haqqun, hapana juu ya Mwenyezi Mungu, kwa maana hapana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu utakasifu ni wake, haqqun, haki yoyote, wajibun, yenye kulazimu, kwa maana yalzamu, haki yoyote yenye kulazimu, inayomlazimu, yalzamuhu fi'luhu, inayomlazimu kuitekeleza, kuifanya. Hakuna haki yoyote, yani hakuna jambo lolote linaloambiwa kwamba ni haki inayomlazimu Mwenyezi Mungu kwamba hili lazima alifanye. Hakuna haki yoyote inayomlazimu Mwenyezi Mungu kuifanya. Kuna aya kule tunasoma, wa kana haqqan alaina nasra almu'minin, ndio hivyo, wa kana haqqan alaina nasra almu'minin, na vilivyo ni haki kwetu, kwa maana ishabithibiti kuwa ni haki kwetu kuwanusuru nani? Kuwanusuru. wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin, na vilivyo kwetu ni haki kwetu sisi kuwaokoa waumini. Si haki hii inaelezwa hapa kwamba ndio ya kumlazimu Mwenyezi Mungu, la, ni haki kwa maana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala taawadahu, waadahu, ameahidi kwamba yeye hiyo ataitekeleza. Ameahidi kwamba ataitekeleza, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haendi kinyume. Kwa hivyo kuwa ni haki kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kwa vile kwamba haitokwenda kinyume na atakitekeleza kama alivyoahidi. Kinyume na viumbe, anaweza akatoa ahadi akiwa anakusudia hasa kwenda kinyume nayo, au anaweza akatoa ahadi lakini asije akaiweza kufanyaje, kuitekeleza. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotoa ahadi, kwa mfano ahadi ya kuwanusuru waumini, yeye mwenyewe ndio alioahidi na yeye ndiyo mtekelezaji. Kwa hivyo waumini watakapokuwa kwenye njia ya sawa, wakamwelekea Mwenyezi Mungu na kumtii kwa yale ambayo wameamrishwa na wamekataza, litakalowatokea yeye ndio mtetezi wao na yeye ndio mnusuru wao.